Uwezo wa Yesu. Kichwa cha somo kirefu maana kinawakilishwa na mstari miwili tu. Andika uwezo wa Yesu. Uwezo wa Yesu wa kuona katika ulimwengu wa roho. Uwezo wa Yesu wa kuona katika ulimwengu wa roho. Uwezo wa Yesu wa kuona katika ulimwengu wa roho na nguvu iliyo ndani ya kinywa, na nguvu iliyo ndani ya maneno katika kinywa chake, na nguvu iliyo ndani ya maneno katika kinywa chake. Uwezo wa Yesu wa kuona katika ulimwengu wa roho. Andika. Na pia uwezo wa kubadilisha, uwezo wa kubadilisha kitu kimoja kiwe kimoja, viwe vingi utakavyoandika, kuwa katika mwonekano mwingine. Uwezo wa kubadilisha vitu kutoka katika mwonekano wa kwanza kuwa katika mwonekano mwingine anaotaka. Naweza kurekebisha Kiswahili hapo, umeshanielewa. Halafu tuandike Luka sura ya 19 mstari wa 29 hadi 40. Luka sura ya 19 mstari wa 29 hadi ule wa 40. Katika sura ya 19 mstari huo mpaka kufikia 40, hitimisho la neno, yani na maana andika sura moja tu hiyo. Sasa niliwaomba au niliwaambia kwamba kabla hatujaendelea na kipindi chetu jioni ya leo, nahitaji kuombea watu fulani. Watu hawa ni hawa. Wakati wa asubuhi ya leo saa 1 kuelekea saa 2 nikapata bodaboda wa kuleta kanisani, lakini nilipofika sehemu ya karibu na Mbagala Juu, sawa na mwenyekiti wetu wa mtaa, nikaona kwa mbele yetu watu wengi sawa na mama na ile familia ya mwenyekiti wa mtaa. Kamwambia boda tupite huko, yani tuzunguke njia nyingine. Baadaye roho ikakataa, kaona tupitie tu huko, maana naona hiyo ni ajali. Sasa nilitaka nifanye hivyo kwa sababu labda nitapata mshituko kuona mambo ya damu yalinisha haribu hali fulani, lakini Roho Mtakatifu akaniambia pita huko. Kwa hiyo nikamwambia tupitie huko, tukarudi ile njia, tukafika kweli, tukakuta ile ajali. Watu wawili, mmoja alikuwa na abiria, mwingine alikuwa peke yake. Yule alikuwa na abiria alitembea mwendo mzuri sana, wanavyosema alikuwa anakimbiza pikipiki yake vizuri kabisa, lakini yule alikuwa peke yake, alikuwa mwendo kasi. Alipokuwa amekaribia na mwenzie yule aliyekuwa peke yake kwa mbele, na hisi maana pale kuna mashine, aliona shimo ghafla ambalo akiingia hapo itakuwa ni hatari. Kumbe akakwepa akaelekea upande wa wenzake. Kwa hiyo
hawajafaana. Labda katibu aliona ulikuwa maisha yaondoka au mama katibu. Sasa wale watu nikaenda kuangalia, walikuwa wameumia sana. Tena mtu mmoja akaniambia kabla hatujafika ile sehemu tunakutana naye, nendeni taratibu, hapo kuna watu wamekufa. Kumbe walikuwa hawajafa. Nilikuta yule baba mmoja anapohema damu zinalipuka kichwani na puani na mdomoni, hana fahamu, hajitambui tena. Puani, mdomoni, damu nyingi za kutisha. Mwingine sasa sikwenda hata kumwangalia, maana walikuwa nasema huyu yuko karibu kufa, nafuu huyu huko. Wakati mimi namwangalia huyu, namwona kabisa roho ya mauti anayo tayari. Damu zinavyotoka, sipopata msaada wa haraka lazima afe tu. Halafu unaanza kutafakari, sehemu iliyochomwa kwa ndani inaonekana ndani ya pua, kile kichuma cha kushikilia kioo kile cha kuangalia mtu anakuja kule nyuma kilivunjika, halafu kile kichuma kikabaki, ndo akaenda kujichomeka hapo, kikazama kabisa mpaka sehemu ya mbali. Kisema sehemu ya mbali ni mbali. Kwa hiyo damu zile zilikuwa zinatoka nyingi sana kama poromoko, zinatoka zimebadana mdomoni, puani. Yule mwingine sasa nikaacha kabisa hata kwenda kumwona. Roho Mtakatifu akaniambia wahi kanisani. Watu walikuwa wananiangalia sana wakitaraji kuona naombea au nafunga mauti. Lakini Roho Mtakatifu akaniambia wahi kanisani. Kwa hiyo nikaja kanisani nikamwomba Mungu sana kwa uchungu kwa ajili yao. Lakini nasikia bado tu waombee hawa watu. Na kama ninasikia hivi na maana bado wako hai, lakini wako hai mbaya sana. Sana. Japo watu wengi wamesema hao hawaponi tena, lakini Mungu wetu ni Mungu aliyewaumba. Simama tuwaombee. Si ndugu yako katika mwili au katika roho, labda ni watu wapagani. Lakini kijana mmoja, kilichoniumiza zaidi, tulipokuwa tunakuja, yule bodaboda aliyekuwa amenibeba mimi, kasema namfahamu kabisa huyo ni Poti. Yaani ni watu wa Msoma. Akaanza kumpigia mwenzie, Poti, mwambie kaka yake na mimi nakuja, ngoja nimpeleke abiria huyu. Tulipofika kituoni pale, kilichoniumiza ni hichi. Akaniambia, mtumishi wa Mungu, subiri kidogo baba, nikatoe taarifa kituoni, maana naona hata mwenyekiti yaani alionekana mwenyekiti ni kama vile anahitaji kuocha kwanza. Akatupita pale nikamsubiri. Halafu akarudi anatikisa kichwa. Akamwambia, vipi? Bwana, jibu nililopewa kwa kweli serikali hii sielewi. Akasema sio serikali, yule aliyezungumza na wewe huyo ndo tumzungumzie, sio serikali. Kaona nibadilishe hapo usemi. Akasema ndio mtumishi, yaani nimemwambia yule afande. Akaniambia nenda kule ofisi ukataarifu haraka watu wale wafatu kagari lilikuwepo. Wale watu walipoambiwa, jibu lililorudishwa liliniudhi sana. Tumeshasikia, usijali, acha wafe hao. Usijali, acha wafe hao. Tutaenda, acha wafe. Na kweli mimi sikujisikia kuondoka eneo lile nisielewe kwamba pametokeaje au kwamba wamechukua maamuzi au la. Baada ya muda kabisa ndio wakaanza kwenda. Yaani kwambie mtumishi wa Mungu, vizuri sana unapomheshimu Mungu, unapokuwa mikononi mwa Bwana na kuhudhuria maombi, tunafunga maroho kama vile. Hiyo ni hasira tu ya shetani kwa namna fulani. Leo nataka apoteze watu wawili ambao ni bodaboda wa sehemu mmoja wa sehemu yetu huko karibu na kwetu kabisa, na mfahamu ila jina simfahamu, sura na mfahamu siku zote. Halafu yule mwenzie akasema, I say, kifo kikifika mtumishi kimefika. Huyu jamaa huwa hapendi kabisa kuendesha pikipiki kwa nguvu. Kama unawependa abiria wewe mwendo kasi, atakushusha. Nakwambia siendagi. Yaani kama kifo kimekuja. Na kweli yule jamaa ni mtu ambaye anapenda maisha yake na anapenda maisha na uhai wa wengine. Lakini pamoja na hayo, fikiria sasa ghafla unajikuta kwenye hali ya kufa. Wana hali mbaya mno. Mtumishi wa Mungu,
Hebu basi nikupe tu kitu hai kwa mwonekano damu zilivyokuwa zinatoka na kile chuma kinavyoonekana kuingia umbali kama hivi, kiingie pwani umbali au urefu kama hivi, kama kimeingia hapa kimegusa mpaka huku kwa ndani kabisa, kubomoa kama kuna mifupa huko ndani imebomolewa, ndio maana damu zinatoka nyingi no. Niliangalia kasema ndani hata ya dakika 4 ukikinga chupa hivi, dakika 4 hizo utatoa chupa 8 kwa mporomoko wa damu. Ni kama bomba, hata bomba sio hivi. Wakati nimefika huku nikajisikia vibaya kweli, nikajisikia vibaya, kasema nirudi kwanza nikaangalie. Kwa hiyo nikarudi mpaka huko ili niwe na amani. Nimemaliza maombi ndio nikakuta askari wale na gari lao wamechukua pikipiki wanazipeleka, ina maana wameshawapeleka wale watu. Lakini ishara moja ambayo ya kujua kwamba hali hili iliendelea vibaya, yaani nikakuta watu wanamwaga mchanga pale ambapo damu zilikuwa zimemwagikia umbali mrefu, na maji yamemwagwa mengi kabisa ili damu ile isionekane, maana watu ni wajinga. Hapa wenzao wanapata damu kulingana na mlundikano wa damu, na watu wawili kutaka kufia pamoja. Yule watatu wa abiria alikuwa vizuri, japo alikuwa ameshindwa kuinuka, lakini nilimwangalia alikuwa vizuri, labda ameumia tu kwa ndani. Sasa siwezi kuelewa. Sema neno hili, Bwana Yesu. Bwana Yesu, wewe ni Bwana wa vita, wewe ni Mungu wetu, mponyaji wetu. Kwa mfano wako ulituumba, ukatupulizia pumzi ya uhai, hata tulipokuwa tumepotea katika dhambi, ulimtuma mwanao Yesu atukomboe kwa njia ya mauti yake na damu yake na maji yake, atatukomboa mwanao, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Bwana Yesu ulisema katika Yohana sura ya 10 mstari ule wa 10, ulikuja ili tuwe na uzima tena tuwe nao tele. Ulikuja ili tuwe na uzima tena tuwe nao tele. Waangalie wale ndugu ambao wameumia, tunaomba wakumbuke ni watu wako uliopulizia pumzi ya uhai, ukawaumba kwa sura yako. Watu wako ni wa thamani, ndio maana Yesu aliwafikia uthamani ule. Ukumbuke Bwana, damu yako ikumbuke Bwana, ile neno la Yohana 10:10 kwamba ulikuja ili tuwe na uzima tena tuwe na hoteli. Tunahitaji uzima kwa watumishi wako, tunahitaji uzima kwa watu wako. Waponye Bwana, tunafunga poromoko la damu na kila viungo vilivyoharibika kwa ndani ya kila mmoja wao. Roho ya uumbaji ipite na kuumba upya na kuhuisha upya kila eneo lililoharibika. Bwana Yesu ulisema leteni moja zenu zenye nguvu, na hii nayo ni moja yenye nguvu. Watu hawa wana familia zao, wana watoto wao, wana ndugu zao, wengine wana wazazi wanaowategemea. Wakumbuke, waponye Bwana, katika jina la Yesu. Tunakataa roho za mauti juu yao katika jina la Yesu. Amen. Naweza ukakaa ukiwa mtu mwenye huruma kwa watu wengine na kujitoa kwa wale wanaopita katika magumu kwa jinsi hiyo, kwa njia ya maombi, kwa njia ya msaada, kwa njia ya ushawishi kwa watu wengine ili wapate msaada. Na wewe siku ya taabu yako Mungu atakukumbuka. Nasema tavuna kile ulichopanda. Unapokuwa na huruma kwa watu, hata wewe unapokuwa na tatizo, utaona watu wengi wanakuhudumia. Na kama huna huruma, wakitokezewa wenzio shida kama hizo, unaona ni kawaida kwako. Hata siku wakisikia umelazwa una shida, hiyo yao inakuwa mzito, maana ulipanda namna hiyo. Ni mnapokuwa mnakuja katika nyumba ya Bwana na kuacha kazi zenu, Mungu anawaona, lakini
kinachobakiza ni kuangalia moyo uliokuja kumwabudu katika roho na kweli, na ule ambao uliamini na kuthamini imani ya Yesu Kristo na pendo lake na pia maagizo yake, kwamba tusiache kukusanyika kama ilivyo kawaida ya wengine, na pia moyo wako lile taraji la ndani Bwana analijua. Ndio maana leo tuna mstari katika eneo moja tu, kipengele kimoja tu, lakini katika mstari huu wa 29 mpaka 40 kuna kupambanua lile neno, nikamaliza kabisa muda wa ibada na maombezi pia, tukaingia tukamaliza ibada. Bwana Yesu asifiwe. Yesu wetu uwezo wa Yesu katika kuona katika ulimwengu wa roho ni wa ajabu mno, ni wa ajabu mno. Haijalishi utakuwa wapi, unafanyaje, Mungu anaona. Haijalishi umechimba handaki, ukawa ndani ya handaki na kufanya mambo yasiyompendeza Bwana, kwa kupanga mipango ya kwenda kuua, kwa kupanga mipango mibaya, Mungu jicho lake halifichwi kabisa. Twende na Luka 19 mstari wa kwanza mpaka wa 40. Luka 19 mstari wa kwanza hadi 40 anasema, hata alipokaribia Bethsaida na Bethania kwenye mlima uitwao Mizeituni, alituma wawili katika wale wanafunzi. Mstari wa 30 akisema, nendeni mpaka nikifanya tu amen na nyamaza, niko na kuandaa kwa hilo. Endelea, anza mpya. Ikawa alipokaribia Bethsaida na tazama na Bethania kwenye mlima uitwao Mizeituni, alituma wawili katika wale wanafunzi. Mstari akisema, nendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili, na mtakapoingia ndani mtaona mwanapunda amefungwa, ambaye hajapandwa na mtu yoyote bado. Fungueni mkaniletee hapa. 31 na kama mtu akiwauliza, mbona mnamfungua, semeni hivi, Bwana anamhitaji. 32 na wale waliotumwa wakaenda wakaona kama alivyowaambia. 33 na walipokuwa wakimfungua mwanapunda, wenyewe waliwaambia, mbona mnamfungua mwanapunda? 34 wakasema, Bwana anaja naye. Amen. Uwezo wa Yesu katika kuona katika ulimwengu ni wa ajabu. Kila mmoja wetu kule alikotoka leo, Yesu anajua, mpaka alijua na jinsi utakavyokaa. Yesu anawatuma wanafunzi wake wawili, anawaambia mwende sehemu fulani, na mtakapofika katika kijiji kile mtamwona mwanapunda amefungwa, nani mwende mkamfungue. Naye atakayewauliza ya kwamba kwa nini mnamfungua, mwambie mwalimu ametutuma tumpelekee huyu mwanapunda. Walipokuwa wakienda kile kijiji, mfano Yesu yuko mahali hapa, wametumwa kwenda Maganzo. Walipofika Maganzo, wakakuta kweli mwanapunda amefungwa kama Yesu alivyosema, na kwa neno la Bwana wale watu walitii moja kwa moja. Walipomwona wakaenda kumfungua, na walipokuwa wanamfungua, wale wenye punda yule wakawauliza, kwa nini mnamfungua mwanapunda? Walimjibu kama Yesu alivyowafundisha, mwalimu ametutuma. Sasa unaweza ukaona uwezo wa Mungu wa kuweza kuona hata kama utakuwa wapi, hata kama utakuwa katikati ya msitu, nyoka wamekuzingira au simba wamekuzingira. Kama unalifahamu neno la Bwana na neno hili la jioni ya leo liwe ndani mwako, ukumbuke Yesu atakuwa pale pale. Somo letu, uwezo wa Yesu wa kuona katika ulimwengu wa roho na nguvu iliyoko ndani ya neno, maneno ya kinywa chake. Kwa hiyo uwezo wa Yesu wa kuona ukawafanya wanafunzi waamini kwamba Yesu kweli ndiye Bwana. Lakini uwezo ulioko ndani ya kinywa cha Yesu, uwezo ulioko ndani ya kinywa cha Yesu alipokuwa na watuma, tayari uwezo ule
juu ya mambo kama hayo ya kumchukua mwanapunda. Nani amewatuma yeye? Ni nani? Anatoa hela ngapi? Kwa mpango upi na kwa taratibu zipi wamemwijia? Hakuweza kuzungumza. Sasa mimi namshangaa Yesu, uwezo wake wa kuona. Kumbe hata ninapokuwa katika shida ya namna yoyote, nikiwa peke yangu, ukiwa peke yako, elewa Yesu yuko mbali pale, yuko pamoja na wewe. Lakini pia nikajifunza Yesu yeye mwenyewe ndiye aliyemwandaa mwanapunda na wale watu ili wafike wapate kumchukua kwa amani. Akamwandaa hata yule mwana mfugaji wa ile punda awe karibu, alimsogeza, akamwandaa na akamweka vijana katika kinywa. Hakuna maswala. Kwa hiyo kuwepo kwa yule mwenye kufuga yule mwanapunda aliletwa na Yesu ile eneo karibu, na yule mwanapunda aliandaliwa na Yesu akawekwa mahali pale. Yaani mwenye punda aliamriwa na Yesu katika ulimwengu wa roho, ndani ya nafsi yake, nenda kamchunge mwanapunda huyu sehemu fulani, na wewe ubaki sehemu fulani. Kila kitu kilichokuwepo pale ni Yesu aliandaa. Najifunza nini? Bwana anakuandalia majawabu ya haja ya moyo wako, na tena ajua chanzo cha tatizo ulilo nalo. Kwa hiyo majibu yote anayo Bwana, uwezo wa kuponya nao katika kinywa chake, ambaye hatuwezi tukasikia sauti yake hata siku moja inaunguruma toka juu, bali sauti yake ni mtumishi anaposimama mbele yako. Ndani mwake kama kuna nguvu ya Roho Mtakatifu na Yesu Kristo na Mungu Baba Utatu Mtakatifu, sauti ya mtumishi lazima iambatane na nguvu za Bwana. Haleluya! Kwa hiyo Yesu ana uwezo wa kuandaa vita vyako vilivyoko mbele yako. Bwana ameshakupigania. Jambo lako naloliombea nikwambie hivi, Mungu ameshaandaa namna utakavyoweza kufaulu. Ule mtihani unaoona ni mtihani, Yesu ameshaumaliza mtihani, kama alivyomaliza kumwandaa yule mwenye punda pamoja na yule punda kuwepo. Ni Yesu aliandaa, sio kwamba alienda kwa kubahatisha ndipo wale punda wakaonekana tu kwa bahati walikuwa hivyo. Yesu alimwandaa yule baba. Iwapo kama iko hivi, nilikutolea mfano kwamba watu wawili walipigana, waligombana kule Bukoba, na mimi hilo jambo la hakika kabisa. Mmoja akamtambia mwenzio tutaona, na mwingine akasema tutaona. Hawa ni ndugu, si waligombania maeneo. Mwingine ni wa Shinyanga, mwingine wa huko. Hizi habari nazizungumza kwa sababu ilitokea hapa Shinyanga, na yule baba kabla ya kufa aliongea na familia ilivyokuwa kwamba fulani ametamkia saa 12 leo utakufa. Sasa saa 12 imeshafika, karibu dakika chache, mbona sijafa? Yeye alikuwa anatambiana huku, hana uwezo. Usiende kuchokoza vita wakati huna silaha na una uhakika wa kupigana na mwenzio katika silaha alizo nazo. Hilo ni somo lingine. Yule mtu ilipofika saa 12 jioni, mausawa na kanisa la Sayuni, ng'ombe wakatokezea ghafla, wanakata